Kuna mgawanyiko ndani ya jeshi la JWTZ. Milio ndani ya jeshi la JWTZ imeweza kuongezeka baada ya kuondolewa kwa Meja Jenerali Gatugi. Gatugi aliweza kuondolewa kwa kisingizio kutoka kwa serikali kwamba waliona ni vizuri wamteue kuwa balozi, ila nyinyi hamkujua ni kipi ambacho kinapikwa ndani ya jeshi la JWTZ. Sasa wanajeshi wamelipuka, wachache wanalia uozo ambao unapikwa ndani ya jeshi la JWTZ. Mimi ni Bwana Ezra. Mtanzania mwenzangu, ninakuomba tafadhali, hapa kando kuna penye wameweza kukuandikia like. Ninakuomba uweze kufanya hivyo, alafu subscribe, kisha usambaze hizi kanda. Karibu. Kuna taarifa ambazo zimeweza kutolewa kwamba mkuu wa tawi kuna taarifa ambazo zimeweza kutolewa kwamba tangia mkuu wa tawi la utumishi jeshini Meja Jenerali Mako Gatugi alipoondolewa, kuna mambo ambayo yanapikwa. Sasa kuna huyu mwanaharakati mwenye anaitwa Maria Sarungi ameweza kupokea vilio kutoka kwa jeshi kwamba lengo la Samia kumuondoa Jenerali Meja Jenerali Gatugi sio eti kwamba alikuwa anampandisha ngazi kwa kumchagua au kwa kuweza kumteua kuwa balozi wa Tanzania. Hapana. Ni lengo la kuondoa kikwazo kwa amri za Samia za kutaka vijana kutoka Zanzibari na vijana kutoka UVCCM kuingizwa kwa jeshi. Kumbuka kwamba hawa watu ambao wanawekwa kwa jeshi wanaandaliwa wakuje kutumika baadaye. Yaani wanawekwa kama akiba. Kitu ambacho kimeweza kufanya serikali mpaka kuanza kutafuta akiba ni yale ambayo yaliweza kutendeka mnamo tarehe 29 Oktoba, mahala ambapo wananchi kwa upamoja waliweza kukataa katakata udikteta. Naomba uweze kuangalia hapo. Hii ndio taarifa ambayo Maria Sarungi ameweza kupokea, na inasema kwamba da Maria, kilichofanyika kumuondoa Meja Jenerali Gatugi ni mpango wa kuandikisha Wazanzibari na vijana wa chama cha CCM kwenye jeshi la mwananchi ili kuja kuwatumia katika mipango miovu hapo baadaye kutokana na Oktoba 29. Ilionekana wanajeshi wengi walikuwa hawataki kutumia kinachofanyika. Atateuliwa Mzanzibari kushika nafasi hiyo, na soon utasikia ajira za jeshi zinatangazwa. Hapo ndo utaona maajabu ya wapumbavu kutoka Zanzibari na CCM wataingizwa kwa wingi. Gatugi alikuwa ni mtu na nusu mwenye misimamo asiyeyumbishwa. Kinachofuata sasa hivi ni kuteua CDF mwingine. Kiufupi, JWTZ imekufa kwa sasa. Watanganyika wajiandae kuwa koloni la Wazanzibari. Sio mimi Ezra nimesema hayo. Nimeweza kukusomea kila ambacho kimeandikwa hapa. Nasikia mpenzi mtazamaji,
kumuondoa Meja Jenerali Gatugi kwenye afisi yake, ambaye alikuwa ni mkuu wa tawi la utumishi jeshini, ilikuwa ni njama ya Samia na wenzake, na ninaelezwa kwamba hii nafasi ya mkuu wa tawi la utumishi jeshini mwenye atakuja kupewa ni Mzanzibari. Kwa nini? Samia anataka kumtumia ili kuweka vibaraka vyake jeshini, wale ambao watakuja kumsikiliza kila ambacho anakisema, wale ambao watakuja kulinda serikali ya CCM. Unajua yale ambayo tuliweza kuyafanya mnamo Oktoba 29 kwa kukataa udikteta wa Samia, wengi waliweza kushtuka. Chama hichi cha CCM kiliweza kushtuka. Akina Kikwete waliweza kushtuka na kujiuliza, da, kumbe wananchi wanaweza wakaikataa serikali tukiona hivi. Unasikia hili jeshi ambalo lipo la JWTZ, wengi walikataa kutumika. Sasa hawa ambao wanataka kuletwa watu wa akiba. Meja Jenerali Gatugi ameondolewa, Mzanzibari atachukua nafasi yake. Huyo mwenye atakuja kuchukua nafasi ya Gatugi kwenye kuwa mkuu wa tawi la utumishi wa jeshi atakuja kutangaza kwamba nafasi za ajira zipo jeshini na watapitisha majina ya wale watu ambao wanataka. Imagine hili dokezo limetoka kwa jeshi ambaye ameniambia ama ambaye ameweza kutuambia kwamba hivi karibuni mtasikia CDF Mzanzibari, na kutoka hapo Tanganyika kwisha, sisi tutakuwa koloni la Wazanzibari. Nasikia sasa hivi JWTZ imekufa, ni kigae tu. Wao ni watu ambao hawana msimamo, ni watu ambao wanapewa maelekeo ama maelekezo na serikali. Unajua sasa nashangaa kipindi ambapo wanajeshi wanatupea hizi taarifa. Wanataka sisi wananchi tuweze kuwasaidia na nini? Wanataka tuweze kuwasaidia na nini sasa, kipindi ambapo wanaandika taarifa hizi ziweze kufikia kwa wananchi? Wanataka tuwasaidie vipi kipindi ambapo waliweza kususia kutusaidia 29? Si hata wangechukua nchi. Nakumbuka kipindi ambapo walikuwa kwenye mazoezi au kwenye mafunzo, waliapa kwamba watalinda wananchi, hawa wanajeshi wa JWTZ, lakini waliacha maelfu ya wananchi wakauawa, na wapo tu hawajaweza kuchukua hatua zozote. Mpaka wakamwacha Samia akajiapisha kwenye kambi la jeshi, haramu kiharamu tu. Sasa kitu kilioko, wacha wapangwe, wacha wapangwe. Sasa wanatuambia taarifa kama hizi, sasa tuwasaidie nini? Wacha wapangwe bwana. Ama nyinyi mtawaambia nini? Swali, acha wenzetu wakauawa. Kama wangekuwa wazuri wangetusaidia tumalize hivi vita, sasa hivi tungekuwa tumekomboa nchi yetu. Sasa wanataka tuwasaidie nini? Mtanzania mwenzangu, utawasaidia nini?